Bana, tuko na mwanachama wa klabu ya Young Africans Dosa Yanga. Kaka kwema? Kwema, mambo vipi? Shwari, afya? Mungu anasaidia, niko sawa. Mara baada ya mchezo wa Wiliete dhidi ya Young Africans katika dimba la Benjamin Mkapa, ziko story zinasema uongozi wa Young Africans umefanya kikao. Pengine hii mechi ya Mbeya ndio mechi ya mwisho ya mwalimu Romain Folz. Kama mwanachama wa Young Africans, mwalimu huyu akiondosha itakuwa furaha kwako, pengine Yanga itarejea kwenye makali yake? Sio furaha kwangu. Mimi nafikiri atakuwa uzungumzie kwa baadhi ya mashabiki wote wa Yanga. Ukisema furaha kwangu na maana timu ile ni ya kwangu. No. Timu ile ni ya wanachama. Wapo baadhi ya mashabiki wamepaza sauti hususan mwenendo wa timu. Wapo wanaoamini kwamba timu inacheza vibaya. Na wapo wanaoamini kwamba muhimu ushindi. Lakini kila mtu ana mtazamo wake kuhusiana na mimi. Mimi moja ambalo mmelifurahia ni kuona timu imefuzu kuelekea hatua inafanyaje inayofuata. Lakini lazima nikiri, lazima niseme kuna namna baadhi ya wachezaji wetu hawachezi kwa 100%. Kuna namna, kuna baadhi ya mbinu za mwalimu zinafanya sisi kama mashabiki, sisi kama wanachama tuwe na wasiwasi na mwalimu. Kubwa tumeshinda, kubwa tumefuzu hatua inayofuata. Mambo mengine haya yote ni ziada. Viongozi wakiona mwalimu anafaa kuendelea, waendelee. Wao ndio waloshika mpini. Wakiona kwamba sisi level yetu ni kubwa, mwalimu huyu ni mdogo, tukimwacha basi itakuwa ni furaha kwa wananchi baadhi yao. Lakini kwangu mimi ninachoshukuru, ninachoamini na nilichoomba ni timu kufuzu hatua inafanyaje inayofuata. Ubora wa kocha katika kung'amua matukio na kufanya mbinu uwanjani ili apate matokeo kwa urahisi, unaona anao? Mwalimu ana kazi ngumu. Na hili limeletwa kwenye baadhi ya mechi. Mechi ambazo tulishinda, ndugu zangu wa Kariakoo, ni mechi ambayo ilitegemea kumuona Pacome Zouzoua ameamka vizuri kiasi gani. Wapo kuna baadhi ya wachezaji ambao mwalimu aliwaamini kwa 100%, lakini wachezaji hao hawakufanya kazi kwa 100%. Lakini mimi niseme tuendelee kumwombea Mungu Pacome. Na kuendelea kuiombea Mungu timu yetu kuhakikisha tunakwenda mbele kwa ajili ya mashindano tule kuwepo ya ligi kuu na mechi nyingine ambazo tunashiriki kwenye timu yetu. Lakini kiukweli timu yetu kwa 100% haichezi vizuri. Timu yetu kwa 100% haichezi vizuri. Tuachane na hilo Dosa. Mjini kuna jezi za Young Africans zimekuja zina nembo nia. Mzigo wa kwanza ulikuwepo, huu ni mzigo wa pili. Na hizi ni jezi za ligi kuu, sio jezi za klabu bingwa. Wadau wanahoji ule mzigo wa kwanza wataupeleka wapi? Lakini pia wadau wanahoji kwa nini Young Africans kutumia vyanzo vyake vya kutoa habari rasmi kwa maana ya mitandao na afisa habari wake hawajatoa maelezo maalum nia ni nani na kwa nini imekuwa vile. Kama mwanachama wa Yanga, jezi umezipokeaje kwanza na utaichukua? Jezi ni nzuri. Jezi zinavalika. Lakini ndugu zangu wa KC Media, kuna masuala madogo unaweza ukayauliza. Swali la kwanza unaweza ukauliza ama kwa kuhoji nia ni nani? Nia yuko pale kwa mkataba ama kwa makubaliano gani? Swali la tatu ama hoja ya tatu unaweza ukaiwasilisha kwa viongozi. Ukauliza alikuwepo GSM pale, si ndio? Kwa nini hayupo? Sikuzi uko nia. Sijui umeelewa vizuri? Je, kutokuwepo kwa GSM kwenye jezi ni kana kwamba GSM wameiacha Yanga? Ndio maswali ya kuuliza viongozi. Lakini kuhusiana na jezi ni nzuri. Jezi zinavalika, hususan hizi ambazo zimetoka hivi sasa. Kwangu mimi ni bora sana. Lakini hoja nia ni nani? Nia yuko pale kwa thamani ya shilingi ngapi? Klabu inapata nini na yeye anapata nini? Lakini mbona alikuwepo GSM hivi sasa tumuoni? Ndio maswali ya kuyauliza haya. Kwa kuwa viongozi wetu ni wasikivu, wanaweza wakatujibu kwa namna yoyote ya maswali ambayo tunafanyaje? Tunayauliza. Dosa, mpaka sasa hamjaambiwa kuhusu nia, hamjatolewa ufafanuzi kuhusu uwepo wa nembo ya nia hapa. Mmedhulumiwa kwa namna moja ama nyingine? Sitaki kusema kwa 100%. Lakini ninachoamini kwamba nia yuko pale kwa mkataba.
Nia iko pale kwa makubaliano. Wao kama viongozi wanaweza wakatoka mbele wakaja akatuhadisia kwamba nia ni nani, nia yuko hapa kwa shilingi ngapi, si ndio? Na nia yuko hapa kwa mkataba wa muda gani? Lakini pia hayupo hivi sasa JSM yuko sehemu nyingine, wanaweza kaja akatuelezea. Lakini kuhusiana na swali kwamba sisi tumezulumiwa kwa kiasi gani, siwezi nikajibu hilo swali. Ila haki haujatendewa kama mwanachama wa Yanga. Haki yetu sisi ni kuletewa jezi, si ndio? Sisi hatutaki kutembea uchi. Umeelewa vizuri? Jezi zimeletwa, jezi ni nzuri, jezi ni mbaya, jezi kwetu ni nzuri, lakini nia yuko pale kwa shilingi ngapi? Dosa, ndani ya msimu mmoja ambapo hata msimu hujamalizika Young Africans wametumia jezi mbili, zile za awali zenye nembo ya GSM na hizi zenye nembo ya Nia. Hauoni kama mtafaruku? Hauoni pia Yanga wamefanya makosa kwenye swala la kibiashara? Jambo hilo halijai kutokea. Inawezekana kwetu na kwa vilabu vingine, sawa, na jambo hilo lazima nikiri kwamba litakuwa na interact kwenye biashara, lakini kwa nini tunalihoji sana hili swala? Wapelekeni viongozi, waulizeni viongozi, watakuwa na majibu sahihi. KC, kila swali mkiniletea mimi mtanionea. Wewe ni mwanachama wa Yanga. Kila swali mkiniletea mimi mtanigombanisha na baadhi ya wanachama wenzangu. Asili ya hivi vilabu, asili ya viongozi wetu ni watu ambao wanapenda kumwagiwa nini? Maua. Ismaili, swali yako anatosha kwangu. Tumalize na hili la mwisho. Kumezuka na tabia ya baadhi ya mashabiki kuwapiga mashabiki wenzao. Tuliona msimu jana, tunaona mwanzoni mwa msimu huu. Tabia hii Dosa ni kama inatia dosari mpira wa nchi hii. Pengine tunasahau kwamba uko Misri katika ligi ya Egypt ilitokea maafa na zaidi ya watu 20 walifariki. Na nini katika hii? Kwanza nikiri huu ni ushamba wa hali ya juu. Mimi nikiri huu ni ujinga wa hali ya juu. Haiwezekani shabiki kwenda kumpiga shabiki mwenzake. Haiwezekani wanayanga kwa wanayanga wapigane. Haiwezekani wana Simba kwa wana Simba wapigane. Lakini hii yote inaletwa kwa sababu kuna baadhi ya vijana, kuna baadhi ya influencer wanaamini hivi vilabu ni vya kwao. Mali yangu mimi. Kuna baadhi ya vijana, kuna baadhi ya influencer kwa kuwa wanapewa shilingi 200 na wasemaji, waona na wao hivi vilabu ni nini? Ni vya kwao. Lakini pia wapo baadhi ya influencer kwa sababu wana access ya kuzungumza na mwenyekiti, kwa sababu wana access ya kuzungumza na rais, kwa hiyo wao wanaona hivi vilabu ni nani? Ya kwao. Brother, klabu hii ina miaka 90. Wewe pengine una miaka. Klabu hii ina miaka 89. Who are you? Wakwenda kumchapa mwenzako fimbo kama mwizi? Jambo hili haliko sawa, na mimi niliombe jeshi la polisi. Video zile zipo. Na yule mtu alofanya ujinga ule yupo, anaonekana. Malaika alopigwa anaitwa Malaika. Pole sana ndugu yangu. Vijana wameamua kuacha kuzungumzia mpira, wameamua kuwatetea watu. Haya ndo mambo yanayotokea. Kama akihitaji ushirikiano Malaika, kama akihitaji ushirikiano wote wa kiusalama, aje kande maalum Jumatano. Kwa Dosa unaweza kumsaidia. Nitamsaidia. Tunahitaji kukomesha ujinga uliokithiri namna hii. Leo Dosa anakuwa ni mjinga kwa kutoa maoni yake. Leo Malaika anakuwa ni mtumwa kwa kutoa maoni yake. Haiwezekani. Yule ananunua jezi, anakwenda uwanjani kwa pesa yake. Yule Malaika haja kutarajia tiketi kutoka kwa viongozi wala kwa msemaji. Hajawahi. Kwa nini unampiga? Kwa kusema timu imecheza vibaya? Sasa akimtukana baba yako itakuwaje? Hapa ndo tunapokuliomba jeshi la polisi liendelee kuimarisha ulinzi, kudhibiti ujinga kama huu. Na sisi hatuwezi tukakalia kimya. Kama tunavyoambiwa kwenye vitabu, kisasi ni nini? Ni haki, italipwa ile. Malaika amepigwa mbele ya watu 30,000.
kupigwa na kudhalilishwa. Riki na wapo waliofurahia lile tukio. Mimi namwambia Malaika afuate sheria. Tunataka kukomesha uchao wote kwa vijana. Yaani wewe mtoto wa kiume unamsifia mwanaume mwenzako, kisa anakupa 200. Ujinga huu. Timu imecheza vibaya, mtu katoa maoni kweli timu imecheza vibaya. Kama nilikuwa wana uchungu na timu, si ndio? Wakati ule mshabiki wao mmoja alipofariki, yeye alifanya nini yule? Alitoa tashimia yake kusema hii 100 naitoa kwa sababu ya timu yangu. Simba walimpoteza shabiki wao kule. Siwezekani. Waambieni vijana tuendelee kujipambanua zaidi. Haya mambo madogo madogo yatakuja kutukosti. KC, mimi nafikiri tutafika mwisho kunyojea hili jambo. Mpe salamu Malaika, mwambie Dosa Traore anakusubiri Jumatano, mkutane kanda maalum. Dosa Traore kanda maalum, tunaenda kufungua jalada. Komesha ikabidi. Alafu yule alomtuma anompa 200 aje amtetee. Tuone kama sheria inaruhusu mtu kupigwa. Tuone kwamba sheria inamruhusu mtu kujichukulia maamuzi mkononi. Tutakuja kuona. Waache uchao, endelee kufanya mambo yao. Timu sio za kwao hizi. Sawa? Timu sio za kwao. Hizi timu ni za wote. Upo? Tuende kazi. Sasa basi mimi nikushukuru. Asante sana na kukaribisha sana.